Unajua kuwa kifungua kinywa unachokunywa kila siku kinaweza kuamua kiwango cha homoni za njaa mwilini kwako na namna seli zako zinavyotumia sukari? Watu wengi huanza siku kwa kinywaji chenye sukari nyingi bila protini ya kutosha, jambo linalosababisha kushuka kwa nguvu mapema sana. Leo nitakuonyesha kwa msingi wa kibiolojia kwa nini smoothie ya ndizi na mtindi wa Kigiriki inaweza kuwa chaguo bora kwa mwili wako na ubongo wako. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asanti sana na twende pamoja mpaka mwisho. Pia link ya kujiunga na group letu la mafunzo ya afya nitakuwekea hapo kwenye description. Tatizo kubwa linalowakumba watu wengi ni kuanza siku na wanga rahisi bila protini ya kutosha. Hali hii husababisha sukari ya damu kupanda haraka kisha kushuka kwa kasi, jambo linaloweza kuchochea njaa ya ghafla, uchovu wa mapema na tamaa ya vyakula vitamu zaidi baadaye. Kibiolojia, hali hii huhusisha homoni kama insulini na ghrelin ambazo hudhibiti njaa na matumizi ya nishati. Bila protini ya kutosha, mwili hushindwa kudumisha kiwango thabiti cha sukari kwenye damu na misuli hukosa malighafi muhimu za kujijenga na kujirekebisha. Hapo ndipo smoothie yenye mchanganyiko sahihi wa protini, wanga asilia, nyuzi-nyuzi na madini inapokuwa muhimu. Kipengele cha kwanza cha kibiolojia: protini na homoni za njaa. Mtindi wa Kigiriki una protini nyingi, hasa aina ya casein na whey. Protini hizi huchelewesha kumeng'enywa tumboni na kuchochea utolewaji wa homoni ya kushiba inayojulikana kama peptide YY. Kwa kufanya hivyo, hupunguza kasi ya kuondoka kwa chakula tumboni na kusaidia mtu kuhisi kushiba kwa muda mrefu. Kibiolojia, hii husaidia kudhibiti ulaji usio wa lazima na kulinda misuli kwa kutoa asidi amino zinazohitajika kwa ujenzi na ukarabati wa seli. Hapo ndipo smoothie yenye mchanganyiko sahihi wa protini, wanga asilia, nyuzi-nyuzi na madini inapokuwa muhimu. Kipengele cha pili: usimamizi wa sukari ya damu. Ndizi iliyoiva hutoa glukosi na fruktosi asilia pamoja na nyuzi-nyuzi kama pektini. Nyuzi-nyuzi hizi hupunguza kasi ya ufyonzwaji wa sukari kwenye utumbo mdogo. Mtindi unapochanganywa na ndizi, protini na mafuta kidogo yaliyopo husaidia zaidi kupunguza mwitikio wa ghafla wa insulin. Matokeo yake ni utolewaji wa sukari kwa utaratibu unaosaidia ubongo na misuli kupata nishati kwa mpangilio mzuri badala ya mabadiliko ya ghafla yanayoweza kuathiri umakini na utendaji wa kila siku. Kipengele cha tatu: afya ya utumbo na bakteria wenye manufaa. Mtindi wa Kigiriki una bakteria hai wenye manufaa wanaosaidia kusawazisha mazingira ya utumbo. Kibiolojia, bakteria hawa huchangia kuvunjavunja baadhi ya virutubisho, kuzalisha baadhi ya vitamini na kusaidia mfumo wa kinga. Ndizi pia hutoa aina fulani ya nyuzi-nyuzi zinazoweza kulishwa na bakteria hawa. Mchanganyiko huu huimarisha afya ya ukuta wa utumbo na kusaidia mmeng'enyo kuwa bora zaidi. Kama unapata thamani kupitia maelezo haya, endelea kubaki hadi mwisho kwa sababu nitakupa muhtasari rahisi wa jinsi ya kuandaa smoothie hii kwa uwiano sahihi wa kibiolojia ili upate faida kamili. Kipengele cha 4: madini na mawasiliano ya seli. Ndizi ni chanzo kizuri cha potassium ambayo ni muhimu katika usawazishaji wa maji mwilini na usafirishaji wa ishara za umeme kati ya seli, hasa seli za misuli na neva. Mtindi hutoa kalsiamu inayohitajika kwa uimara wa mifupa na pia hushiriki katika mikazo ya misuli. Kwa pamoja, virutubisho hivi husaidia mwili kufanya kazi kwa mpangilio sahihi wa kibiolojia. Kipengele cha 5: mchango katika urekebishaji wa misuli. Baada ya shughuli za kila siku, misuli huhitaji acids amino ili kurekebisha nyuzi ndogo zilizochoka.
Protini ya mtindi wa Kigiriki hutoa acids amino muhimu kama leucine ambayo huchochea njia za kibiolojia zinazohusiana na ujenzi wa protini mpya mwilini. Hivyo, smoothie hii inaweza kuwa chaguo zuri baada ya mazoezi mepesi au kama sehemu ya kifungua kinywa chenye usawa. Kipengele cha 6: namna ya kuandaa kwa usahihi wa kibiolojia. Ili kupata faida hizi, tumia ndizi iliyoiva vizuri, kombe cha mtindi wa Kigiriki usio na sukari iliyoongezwa, na kiasi cha maziwa ya mlozi au maziwa mengine yasiyo na sukari nyingi. Saga hadi upate mchanganyiko laini. Epuka kuongeza sukari nyingi ili kudumisha usawazishaji wa sukari ya damu. Unaweza kuongeza mbegu za chia kwa nyuzi zaidi au siagi ya karanga kwa kuongeza protini na mafuta yenye manufaa. Kwa kifupi, smoothie ya ndizi na mtindi wa Kigiriki hutoa protini kwa udhibiti wa njaa, husaidia kusawazisha sukari ya damu, huimarisha afya ya utumbo, hutoa madini muhimu kama potassium na calcium, na huchangia katika ujenzi wa misuli. Huu ni mchanganyiko rahisi lakini wenye msingi imara wa kibiolojia. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Nature Made Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.